Mama Samia oye! Oye! Mama Samia oye! Oye! Tuna furaha kwamba kilichokuwa kinategemewa ama kilichokuwa kinadhaniwa kuwa ni ndoto leo ni kitu halisi. Sio ndoto tena. Mimi nimekuja kukagua ujenzi wa hili daraja la Chakwale. Daraja ambalo litakuwa na urefu wa mita 80. Daraja ambalo litagharimu bilioni 6 na milioni 400. Daraja ambalo litakuwa na uwezo wa magari mawili kupishana. Daraja ambalo limezingatia viwango vyote vya madaraja makubwa ambayo yanaweza kabeba magari ya kiwango chote yanayofanya kazi katika nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo ni daraja ambalo hatutegemei kesho na kesho kutwa tunapokuja kufanya barabara ya lami yatabadilika. Hayo yamefuata vigezo vyote hivyo. Na leo naambiwa wako 17% ya ujenzi. Ninachotaka kuambia wananchi wa Chakwale, hatutegemei kwa namna yoyote ili daraja kukwama kwa namna yoyote katika ujenzi wake. Tumempa mkandarasi ajenge kwa miezi 10. Daraja limwe limekamilika. Miezi mingapi? 10. Na shida haitakuwa kwetu. Shida itakuwa kwao ama kwa msimamizi anayemsimamia. Na wanaomsimamia ni TANROADS. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kitu kikubwa ambacho Mheshimiwa Rais alitoa maelekezo ni kwamba Tanzania baada ya kuwa na miradi mingi imeonekana kwamba tumeshadhalisha wakandarasi wakubwa na wenye uwezo na wenye mitambo, lakini pia tumeshazalisha vijana wengi sana ambao wanaweza kusimamia hii miradi. Na moja ya nguvu ya nchi yoyote duniani ili pige maendeleo ni kuwa na watu wake ambao wanaweza kufanya shughuli za kiserikali. Badala kuwa na nchi ambayo una hela lakini unawapa wafanyakazi wa kandarasi wa nje, ambayo ina maana hii bilioni 6.4 pengine hapa Tanzania ingebaki bilioni 1 tu, zote zingeenda nje. Ukiangalia pale Nguyami ile bilioni 7 ingebaki pengine bilioni 1, zote zingeenda nje. Leo mama anasema kama tuna vijana, tuna wakandarasi wetu, hawa ndio wafanye kazi. Sasa rai yangu nini? Moja, wananchi hawa kwa kipindi chote nadhani tangu tumepata uhuru hakujawa na daraja hapa. Nimepata taarifa wako ambao kina mama wameshindwa kwenda kujifungua, maji yamejaa. Watu wameshindwa kufanya biashara kwa sababu maji yamejaa. Ninaambiwa kwamba huu mto unaweza kujaa wiki, hakuna mawasiliano. Watoto wa shule kama wako huku hawawezi kuvuka huku. Sasa imekuwa ni changamoto ambayo ilibadilika kama kuwa jambo la kawaida, lakini shida siku zote wewe ukasema mimi nimezoea kuumwa. Hakuna mtu amezoea kuumwa. Kuumwa ni kuumwa tu. Sasa tiba imepatikana. Katika kipindi hiki cha awamu ya 6, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameamua, ametoa kibali na ameridhia madaraja haya mawili yajengwe kwa wakati mmoja, Chakwale na Nguyami, kwa hela nyingi sana. Na hii yote ni kuhakikisha kwamba anatengeneza mazingira rafiki kwa wananchi wake kwa namna yote, waweze kufanya shughuli zao za kijamii, waweze kufanya shughuli zao za kibiashara na kiuchumi bila changamoto. Na ndio maana hela hizi zimetolewa kwa muda maalum. Sasa Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, ujio wangu leo tukiwa mwanzoni, naomba sasa nitoe maelekezo. Wananchi hawa hawahitaji haya maneno yetu haya. Yaani sio shida yao. Wao wananchi useme daraja hilo waanze kupita. Ndio shida yao tu. Daraja limekamilika, useme wananchi haya maneno wengi wanaweza kamili tunapiga siasa. Na sisi tusingependa tupige siasa. Lakini tunasema wasikie nini dhamira ya nchi. Wananchi hawa wanataka daraja. Mkandarasi, wananchi wanataka ndani ya miezi 10 daraja watu waanze kupita. Hilo la kwanza. La pili, wanataka daraja ambalo ni bora kama lilivyosanifiwa. La tatu, wanahitaji
kama kuna changamoto yoyote ambayo utaipata wewe ama wao, hatutegemei pia wapate changamoto kutoka kwao. Wako makandarasi wakienda maeneo, mazingira yanabadilishwa kabisa, wanaleta tamaduni za ajabu. Hilo hatutegemei tulione. Sasa kwa sisi tunataka uzingatie muda ambao umepewa, uzingatie ubora uliopewa, lakini uzingatie kwamba gharama tuliokupa ambao tumekubaliana ndio inayotumika, na hasa ukitumia ndani ya muda. Tungetamani katika hiyo miezi 10 tukabidhi daraja, wananchi waanze kutembea. Na kwa wananchi kwenu nitakachowahitaji ni kutoa tu ushirikiano kwa hawa. Kama mtu anahujumu mradi, hamuhujumu Dr. Samia Suluhu Hassan. Yeye Dr. Samia ametoa hela, na tutakao hujumu ni kwamba sisi tunachelewa daraja, tunacheleweshewa daraja. Kwa hiyo tuone kama hili daraja ni la kwetu, na hili daraja litakapokamilika litawekewa pia taa, litajengewa pia barabara mita 500 ambazo katika mradi tutakamilisha, lakini litakuwa hizo barabara ziko tayari baada ya muda mfupi kupokea lami. Mradi huu unategemewa kugharimu pesa za Kitanzania bilioni 6.4 kwa muda wa miezi 10. Ndiyo mradi ambapo tunategemea sasa tutaupokea. Kina daraja hili lina urefu wa mita 80 na litakuwa na kina cha mita 5 kutoka kwenye ground level kwenda juu, na upana na sehemu zake za kutembelea. Hali kadhalika litakuwa na taa kwa ajili ya usalama. Sasa hivi kazi zinazoendelea kama unavyoziona, tunazamisha zile nguzo. Tuliziona vile vyuma ambavyo vilikuwa vinaonekana kule, sasa hivi vyote vimeshaondoka huku, vimeshazama, viko 54 vimeshazama kwa ajili tayari kuja kupokea uzito uendelezo wa daraja letu. Madaraja haya yanajengwa, lakini hata swala la maji pale mjini, Mheshimiwa Rais tayari ameshaidhinisha bilioni 21.4. Mradi unaendelea. Kwa hiyo sisi wananchi wa wilaya ya Gairo tunaweza tukasema kwamba hatuna deni na mama. Kazi ameikamilisha. Zile changamoto kubwa ambazo wananchi walikuwa wanazizungumza mpaka kufikia mwezi wa 10 mwaka huu zitakuwa zote zimepatiwa majawabu. Kwa hiyo nitoe shukurani kwa niaba ya wananchi hawa Chakwale, kwako wewe, lakini kwa waziri wetu, lakini hasa kwa rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa dhamira yake ambayo ameifanya, lakini pia kwa nia yake njema na kwa utendaji wake wa kazi ambao tunashuhudia matokeo sisi wananchi wa wilaya ya Gairo.